Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini ripoti yetu ya leo inazitazama ndege za kivita za Shahed ambazo zimeleta mapinduzi katika nyakati za sasa, hasa katika uwanja wa vita vya kisasa. Ndege za Shahed ambazo zimetengenezwa nchini Iran zilianza kuonekana mapema wakati wa mapambano ya Urusi nchini Ukraine. Urusi ilinunua ndege za kutosha za Shahed ambazo zilibadilisha mkondo wa vita huko nchini Ukraine, ndege ambazo kwa namna moja ama nyingine Urusi ilizifanyia maboresho makubwa. Katika kipindi cha vita vya kisasa, ndege zisizokuwa na rubani za kujitoa muhanga au zile zinazojulikana kama silaha za kuzurura zinajidhihirisha kuwa zana zinazoamua zaidi katika uwanja wa vita. Mifumo hii ya silaha inachanganya uwezo wa ufuatiliaji na utelezi wa drone na nguvu ya uharibifu wa makombora. Tofauti na ndege zisizokuwa na rubani za kawaida ambazo hurudi kwenye bezi yake baada ya kutekeleza misheni, ndege zisizokuwa na rubani za kujitoa muhanga zimeundwa kugonga na kuharibu majengo moja kwa moja. Katika muongo wa hivi karibuni, nchi kama vile Iran, Israel, Marekani na Urusi wameonyesha kama nchi zinazoongoza katika eneo hili la ndege zisizokuwa na rubani. Hata hivyo, katika mifumo hii yote, moja kati ya ndege ambazo zinaonekana ni hatari zaidi na zinaonekana zenye ufanisi wa hali ya juu na zilizokuja kuleta mapinduzi katika uwanja wa vita ni ndege za Shahed kutoka nchini Iran, ambazo wakati huu zimeonekana kuwa ni mashuhuri zaidi kuliko nchi nyingine. Na ni ndege ambazo kutokana na bei yake kuwa ya chini na uzalishaji wake mkubwa na athari za kimkakati zimeashiria kizazi kipya cha vita. Ndege hizi za Shahed zimeonyesha kwamba wa Iran wamekuja na teknolojia ya hali ya juu ambayo imekuja kushangaza ulimwengu. Lakini kwa nini ndege hizi zisizokuwa na rubani za kujitoa muhanga zimekuwa muhimu sana na zimekuja kufanya mapinduzi katika uwanja wa vita, hasa katika vita vya kisasa? Wanajeshi wa kisasa wamegeukia zana za kuteleza, haswa ndege zisizokuwa na rubani, kwa sababu kadhaa muhimu, hasa tukitazama ndege hizi za Shahed ambazo Warusi baada ya kuzipata kutoka nchini Iran katika vita vyake huko nchini Ukraine waliamua kuzifanyia maboresho ya hali ya juu kiasi kwamba ni ndege ambazo ni za kutumainiwa katika karibia duniani kote. Gharama ya chini zaidi ya uzalishaji ikilinganishwa na makombora ya cruise ni sababu mojawapo ya ndege hizi kutumiwa sana. Lakini pia mapinduzi mengine ni uwezo wake wa kuzidi mifumo ya ulinzi wa hewa, kwa maana ulinzi wa anga kupitia mashambulizi. Ndege hizi huweza kushambulia bila kugundulika katika mifumo ya ulinzi wa anga, na kwamba zinakuwa ni rahisi kutumwa kwa wingi, na kwa sababu zinaweza kuzalishwa kwa wingi na uwezo wake wa kufanya mashambulizi kwa usahihi, ndio maana ndege hizi kwa namna moja ama nyingine zinaonekana kuwa ni ndege hatari mno katika vita vya kisasa. Lakini zina uwezo wa kupunguza majeruhi kwa raia na kufanya mashambulizi katika maeneo lengwa. Shinikizo la mara kwa mara la kisaikolojia kwa maadui ni kwamba sauti tofauti ya injini ya Shahed, hasa hizi za Shahed 136, imekuwa ishara ya kutisha katika vita vya Ukraine na migogoro ya kikanda, na ndizo ambazo zimewachanganya wa Marekani katika kipindi cha vita vya siku 40, jambo ambalo limepelekea Marekani ambayo imetumia fedha nyingi kutokana na mifumo yake ya udunguaji wa makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani katika kuzidungua ndege hizi. Lakini ndege hizi zimekuja kuleta mapinduzi kutokana na urahisi wake katika uzalishaji, matengenezo yake na usafiri. Lakini urahisi wao huruhusu pato kubwa la viwandani. Inatajwa kwamba sasa ndege hizi, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanaziona huenda zikawa ni miongoni mwa ndege ambazo Iran huenda ikaziuza sana katika ulimwengu, na kwamba nchi nyingi zitahitaji kuwa na teknolojia hii ya ndege hizi zisizokuwa na rubani kutokana na umaarufu wake, lakini pia kutokana na ufanisi wake katika uwanja wa vita. Ndege zisizokuwa na rubani za Shahed zimebadilisha uwanja wa vita nchini Ukraine na hata huko Mashariki ya Kati. Nchini Ukraine, Urusi ilitumia ndege hizi zisizokuwa na rubani za masafa marefu za njia moja kupanua kampeni yake ya mashambulizi ya usahihi. Ndege hizi zisizokuwa na rubani zimesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu muhimu ya Ukraine na ni tatizo kubwa kwa watetezi wa Ukraine kulingana na kiasi kikubwa. Hivi sasa Iran imetumia mchanganyiko wa makombora ya ballistic na ndege zisizokuwa na rubani za Shahed, baadhi ya ndege hizo zikigonga kambi za jeshi la Marekani na miundombinu mingine muhimu pamoja na majengo ya kiraia. Marekani, Israel na nchi za Ghuba zinapanua juhudi kubwa za kukomesha vitisho vyote viwili kwa kutumia mashambulizi kwenye jukwaa la kurudisha ndege zisizokuwa na rubani za Shahed.
ni kwamba ndege hizi zinaongozwa kwa usahihi. Mbinu hiyo nzuri, lakini kulenga ndege hizi zisizokuwa na rubani kunatumia gharama kubwa, hasa kwa kutumia makombora ya Patriot, lakini pia kutumia mfumo wa makombora wa THAAD, lakini pia na Iron Dome. Imekuwa ni kutumia gharama kubwa dhidi ya ndege hizi zisizokuwa na rubani za Shahed. Bila ulinzi mwingine wa kutosha katika mitambo ya kijeshi ya Marekani au miundombinu muhimu, baadhi ya drone za Iran zinapatikana na kusababisha uharibifu katika Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa mambo wanaona sasa kwamba baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba Marekani na Israel sasa wanatafuta njia ya kuweza kukabiliana na ndege hizi ndogo zisizokuwa na rubani ambazo huelekezwa na kufanya mashambulizi na kufanikisha mashambulizi, lakini pia ndege ambazo hazina gharama kubwa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, lakini kubwa zaidi ni juu ya ndege zisizokuwa na rubani za Shahed, namna ambavyo zimekuja kuleta mapinduzi katika uwanja wa vita, hasa katika kipindi cha vita kati ya Urusi na Ukraine, ambapo Urusi ilianza kutumia ndege hizo za Iran. Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ndipo ambapo ndege hizi zilipata umaarufu zaidi. Endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.